asifiwe. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo ametupa. Tungetaka kuwakaribisha nyote popote ambapo mnatusikiza siku hii ya Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 5 mwaka huu, na mnatusikiza kutoka tukiwa hapa katika kanisa letu la PCA katika parokia ya Lanet Presbytery Nakuru East, na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kuwapa nafasi hata ya kuwa pamoja nasi na kuweza kujumuika nasi tunapobarikiwa, hasa wakati huu mgumu. Tunamshukuru Mungu na kulinua jina lake kwa sababu tunajua kwamba imemgharimu kutuwezesha hata hali ikiwa vile ilivyo. Mimi naitwa Mwangi David, nimeokoka. Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nashukuru kwa sababu ya neema zake ambazo ametukirimia, na pia nimshukuru kwa sababu ya kunipa hii nafasi ya kuongoza ibada hii, na naomba ya kwamba tuko pamoja ili tuweze kuzimeza baraka ambazo ametuandalia Jumapili hii kwa pamoja. Na tuombe. Mtakatifu Baba wetu, wewe ambaye ulituumba na kutuweka katika ulimwengu huu, tunakushukuru na kulinua jina lako kwa sababu asubuhi hii njema umetupa nguvu na uwezo wa kuja katika madhabahu haya, tukikumbuka ya kwamba hali si hali Mungu wetu. Twaishi katika mazingira ambayo ni magumu kupitia ugonjwa huu ambao tuko nao wa COVID-19, lakini Mungu wetu tunataka kutambua ya kwamba uko katika kiti chako cha enzi na utaendelea kuwa pamoja nasi. Mungu wetu, tunakushukuru kwa nafasi hii ambayo umetupa kama parokia hii ya Lanet ya kupeperusha neno lako Mungu wetu, ili watu wako wakaendelea kubarikiwa kadri ya mapenzi yako. Kuwa pamoja nasi wote ambao watahudumu, wale ambao wanasikiza neno lako litakapokuwa likitujia. Mungu wetu, tuomba neema zako zikawa juu yetu. Kuwa nasi mwanzo, katikati na hata mwisho, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Tukiwa tumesimama vivyo hivyo, naomba tufungue nyimbo zetu za tenzi namba 16, kumtegemea Mwokozi, kwa sababu hakika huyo ndiye tunayemtegemea hata hali ikiwa vile ilivyo. Tenzi 16.
hadi 8. Maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu, nafasi isingalitafutwa kwa lile la pili. Maana awalaumuko asema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Hilo ndilo neno letu la mwongozo. Ni wakati wa nyimbo za sifa na maombi. Shangilia, Yesu anaweza, Yesu anaweza, shangilia, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu Bwana wetu astahili sifa zetu asubuhi ya leo. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless his holy name. Tuinue mikono yetu tumwabudu Bwana. Thank you.
tujipeleke mbele za Mungu, wale ambao wako manyumbani, wale ambao wanatazama na wale ambao wako mahali tulipo. Sasa ni wakati wa kwenda mbele za Mungu, na tukienda mbele za Mungu amesema ya kwamba atasikia maombi yetu na atatujibia hata mengine ambayo hatuyajui. Mtakatifu Baba wetu wa mbinguni, tumekuja mbele zako asubuhi hii ya leo tukijua ya kwamba Mungu, hapana Mungu mwingine aliye kama wewe. Wewe ndiye mwenye nguvu zote, wewe ndiye mwenye uweza wote, wewe ndiye mwenye ushindi wote, na ndiposa tumekuja mbele zako tukinyenyekea, ni kwa sababu ya ukuu wako. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Tunakushukuru sana Mfalme, maana umetupa nafasi hii, na tunajua ya kwamba imegharimika mkono wako wa heri na wa nguvu, si kawaida Baba. Ndiposa tunapobunjika chini ya miguu yako tukikuambia ni asante, ni kwa sababu ya huruma zako, ni kwa sababu ya ahadi zako. Jina lako litukuzwe na liinuliwe. Tunajua ya kwamba hata ukiwa umetutenda mengi na mazuri, tunaenda na njia zingine ambazo hazikufurahishi kwa sababu tuna ule ubinadamu. Tunaomba Mungu tusamehe dhambi na makosa, tutakaze, tuoshe, tutengeneze Mfalme, ili tuweze kukubalika machoni pako, maana unasema dhambi peke yake tu ndio inaweza kututenganisha nawe. Na kwa sababu umejawa na rehema na neema, tunajua ya kwamba msamaha wako upo na utatusamehe, maana ahadi zako ni za milele. Jina lako litukuzwe Baba, ni kwa sababu ya upendo wako juu yetu. Neno lako linatuambia, unatuwazia mawazo mema ya kutuongoza Mfalme, na kutupanua na kutuendeleza. Asante Baba, ni kwa sababu Mfalme, maandiko yako ni ya haki na kweli. Wakati huu tunajiweka mikononi mwako kama kanisa, Mungu wetu wa mbinguni, ambao umetupa mamlaka ya kuomba. Ni kwa sababu ya mambo yote ambayo yanatupata kama nchi na kama dunia yote, tumekuja mbele zako tukikulilia Baba. Ni kwa sababu ya janga ambalo limetukuta la ugonjwa ambao ni wa korona Baba. Tunaomba Mungu wetu, kama vile uishivyo Baba, ukubali kutuhurumia, ukubali kutuponya, maana wewe ni Jehova Rafa. Huruma zako ni za milele. Mungu wetu, tuonee huruma ili uweze kutuponya Mfalme. Kupitia mijeledi Yesu alipigwa msalabani, ulituambia ya kwamba sisi tumepona, na tunaamini hivyo katika jina la Yesu. Tunaomba ni kwa sababu ya wale wagonjwa, wengine wamelazwa hospitalini, wengine wako manyumbani Baba, tunaomba huruma zako zikawafikia Baba, ukawainua Mfalme, na wakaweza kuimarisha miguu yao, ukawaweka juu ya mwamba, wakainua jina lako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Mungu wetu wa mbinguni. Tunaomba ni kwa sababu ya kanisa lako Mungu wetu, mahali popote unaabudiwa Jehova asubuhi ya leo. Tunaomba Mungu wetu, Roho wako akaweze kutamaraki, ukaombwa kwa haki na kweli, katika jina la Yesu Kristo, kupitia kwa Roho wako Mtakatifu, ili ukasikia ndua na malilio yetu. Wabariki wachungaji, wabariki waumini, katika jina la Yesu. Tunaomba ni kwa sababu ya serikali yetu ya nchi hii Baba, tunawakabidhi mikononi mwako. Uwaongoze Baba na uelekeze, uwafundishe Baba na uwashauri, maana ni wewe tu peke yako unaweza. Tunakushukuru Baba, ni kwa sababu ya kutupa jaji mkuu katika nchi hii yetu ya Kenya. Tunamweka mikononi mwako, ya kwamba atasimama na kweli yako. Martha Koome, Mungu wetu, utamwendeleza kwa ufalme wako, ili asiwe Mungu wetu wa kusema vile isivyo. Jehova, tunamweka mikononi mwako, mulinde na muhifadhi. Tunaweka ibada yetu ya siku ya leo mikononi mwako, tukiombea parokia hii yetu ya Lanet. Mungu wetu, miradi yote yako wazi machoni pako.
Mungu wetu, kazi zote ziko wazi machoni pako, mahitaji yote yako wazi machoni pako. Wewe ujuaye siri ya mioyo ya watu wako, tunajiweka mikononi mwako kama parokia, ya kwamba Mungu utatimiza ahadi zako. Yote ambayo tumeyapanga hakuna litakalo wajwa Mfalme, maana wewe ndiye utakayetuongoza na utayafanikisha yote na kuyadhibitisha. Tunamuinua mchungaji wetu mikononi mwako, umubariki na umtende mema pamoja na nyumba yake, Mfalme wa mbinguni. Hata anapotoa dhabihu ya siku ya leo, tunaomba Mungu ikawafikia wengi, na Mungu Roho wako akatamalaki ndani yake, ili sisi zote tukaweza kuinuliwa na wewe. Asante kwa sababu ya wazee wa kanisa, hata na machemanzi na waumini wote, twajiweka mikononi mwako, kwamba ulinzi wako Baba, kwamba ukuta wa damu ya Yesu, kwamba moto wa Roho Mtakatifu ukatuzingira Jehova Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Makanisa zetu zote 11 tunaomba ukatutawalia, wewe ambaye ni Jehova Nisi, wewe ambaye ni Jehova Shalom, wewe ambaye ni Jehova Rafa, wewe ambaye ni Jehova Adonai, wewe ambaye ni Jehova Shaddai, katika jina la Yesu Kristo, ili ukaendelea kutuinua na kututenda mema. Tunajiachilia mikononi mwako Baba, tukijua kwamba uko pamoja nasi na utaendelea kukaa pamoja nasi, katika jina la Yesu tumeomba na tutakuamini. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko juu mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Basi tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kipindi hicho kitamu cha kusifu na hata maombi. Na sasa ningetaka kumkaribisha elda wetu Mundia atuelekeze katika hicho kipindi. Bwana asifiwe, na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Hamjambo? Kamili si jambo. Nashukuru Bwana ni kwa sababu amekuwa mwema na amekuwa Jehova Rafa, jina lake litukuzwe. Nachukua pia nafasi kuwakaribisha tena katika kanisa hili letu la Lanet, parokia la Lanet. Mjisikie mkiwa mahala pazuri mnapozidi na kututazama, na pia mnapozidi na kusikiza neno la Bwana. Bwana asifiwe. Tutasimama ili tuweze kukiri imani ya mitume. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, Mungu wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Ponto Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka mahala pa wafu, siku ya tatu akafuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Na mwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Roho, ushirika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kiama ya mwili na uzima wa milele. Amen. Na tuzidi na kuomba ni kwa sababu ya watoto na hata vijana, na pia kuomba ni kwa sababu ya matoleo yetu. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tunalitukuza na kulisifu jina lako. Tunasema ya kwamba wewe ni Mungu, hakuna Mungu kama wewe. Asante ni kwa sababu umekuwa mwema na umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Tunawapeana watoto mikononi mwako. Asante ni kwa sababu watoto ni baraka zitokanazo kwako. Tuomba ya kwamba ukazidi na kuwainua. Tuomba Bwana ukazidi na kuwa pamoja na wao, wakiwa pale manyumbani mwao Bwana ukazidi na kuwalinda, ukazidi na kuwakinga na madhara mabaya ambayo inaletwa na shetani. Tuomba Bwana ukazidi na kuwainua, mkono wako ukawa juu yao katika jina la Yesu. Asante ni kwa sababu ya vijana. Tunaomba Baba wetu wa mbinguni ukazidi na kuwainua. Asante ni kwa sababu utakuwa pamoja na wao. Tunajua ya kwamba wanapitia changamoto nyingi, lakini mkono wako ukiwa juu yao, wao ni zaidi ya washindi katika jina la Yesu. Zidi na kuonyesha njia zako,
na ili wakazidi na kuzijua, na ili wakazidi kukaa katika njia zako. Naye Mungu unapokuja ukazidi na kuwabariki, zidi na kuwainua ambao wamezidi kuwa na katika hali ya madawa ya kulevya na mambo ambayo yamekuwa si mazuri. Kwa Bwana ukazidi na kuwarekebisha katika jina la Yesu. Tunajua ya kwamba mkono wako ukiwa juu yao utazidi na kuwaongoza katika jina la Yesu. Asante ni kwa sababu ya matoleo yetu ya siku ya leo, tunaikabidhi mikononi mwako. Tunapotoa ni kwa sababu ya kazi yako. Tuomba baraka zako nyingi zikawa juu yetu. Tuomba Bwana ukawa Mungu pamoja nasi, ili Bwana tukazidi na kupata nyingi za kukutolea katika jina la Yesu. Zidi na kubariki hayo matoleo, na ili kazi ambayo inaenenda kutoa ikawa ni kazi iliyobarikiwa na wewe katika jina la Yesu. Tuongoze Bwana wetu wa mbinguni tunapotoa, ili nyumba yako isije ikakosa katika jina la Yesu. Tunajua kwamba tukitoa utazidi kubariki kazi za mikono yetu katika jina la Yesu. Zidi kutuongoza, zidi kutushika na mkono wako, na uzidi na kututembelea. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Ni wakati wa matoleo. Tuje pia walio nyumbani, naweza tumia baby, uweke toleo lako mahala pale, toleo la sadaka, toleo la shukurani, toleo la zaka, ili kazi ya Mungu ikazidi na kuendelea mbele, ili nazo baraka zikawa ni zetu katika jina la Yesu. Bwana abariki, Bwana watende mema. Ni kwa sababu ya matoleo ya leo, Bwana akabariki kazi za mikono yenu katika jina la Yesu. Asante sana Elda Mundia. Na sasa umefika wakati mwafaka wa kuingia katika Biblia zetu na kupata masomo yetu kutoka kitabu cha Zaburi na Waibrania kama tutakavyoelekezwa na wale ambao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Sara Mutu wa Johi, nimeokoka. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Somo letu la kwanza tutalipata katika kitabu cha Zaburi 78 kuanzia mstari wa kwanza hadi 10. Psalm 78 verse 1 to 10. Enyi watu wangu, sikilizeni sheria yangu, tegeni masikio kwa maneno ya kinywa changu, na nifunue kinywa changu kwa mithali. Niyatamke mafumbo ya kale, mambo tuliyoyasikia na kuyafahamu, ambayo baba zetu walituambia. Hayo hatutawafisha wana wao, huku tukiwaambia kizazi kingine sifa za Bwana na nguvu zake na mambo yake ya ajabu aliyofanya. Maana alikaza ushuhuda katika Yakobo, na sheria aliweka katika Israeli, aliyowaamuru baba zetu wawajulishe wana wao, ili kizazi kingine wawe na habari. Ndio hao wana watakaozaliwa wasimame na kuambia wana wao, wamwekee Mungu tumaini lao, wala wasiyasahau matendo ya Mungu, bali washike amri zake, na wasiwe kama baba zao, kizazi cha ukaidi na uasi, kizazi kisichojitengeneza moyo, wala roho yake haikuamini kwa Mungu, wala Waefraimu wenye silaha wapige upinde. Walirudi nyuma siku ya vita, hawakulishika agano la Mungu,
wakakataa kuenenda katika sheria yake. Bwana asifiwe. Somo linaendelea. Bwana asifiwe kanisa. Sawa. Somo letu la pili lapatikana Waebrania 8 kuanzia mlango wa 6 hadi 13. Atakaye wasomea ninaitwa Macdonald Gishoro Vileji, na Bwana Yesu ni Kristo, ni Bwana. Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa kadri ilivyo ujumbe wa agano lililo bora, lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora. Maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu, nafasi isingelitafutwa kwa lile la pili. Maana mwalamupo asema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Halitakuwa kama agano lile lilioagana na baba zao katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu. Mimi nami sikuwajali, asema Bwana. Maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitawapa sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake, akisema, mjue Bwana, kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa wao, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao zitazikumbuka tena. Kwa kule kusema agano jipya, amelifanya lile la kwanza kuwa kuu. Lakini kitu kianzacho kuwa kikuu na kuchakaa kikaribu na kutoweka. Hilo ndilo somo la Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wametusomea vyema, na sasa ni wakati wa kuchangamka kwa sababu ya neno ambalo Mungu ametuandalia siku ya leo kupitia mnenaji wetu, na tutafanya hivyo katika kumkaribisha kupitia wimbo wa tenzi nambari 77. Tenzi namba 77. Wangu
hilo ndilo neno la Mungu, ni kwa sababu ni rehema zake ambazo ametutunukia siku hii ya leo. Wale walioko kanisani tunaweza keti. Nashukuru Bwana ni kwa sababu ya kutupa nafasi nyingine ili tuweze kuleta ujumbe wake na vile vile kutoa sifa na kwake. Ni kwa sababu ya rehema zake ambazo amezifunua pale msalabani, na ndiposa tunasema kwamba pale ndipo tumepata kibali na hakuna lingine ambalo limesalia. Na ndiposa nashukuru Bwana ni kwa sababu ya nafasi hii, na kualika tena katika Jumapili ya leo, ikiwa ni mwezi wa 5 na Bwana ametupa nafasi nyingine tarehe 2 ili tuweze kuja na kumwabudu Mungu. Ni kwa sababu yeye ni Mungu mwingi wa rehema. Ndio Bwana atutubeba, ametuvusha mwezi wa 3, ametuvusha mwezi wa 4, na sasa tuko mwezi wa 5 na tunaliinua jina lake. Ni kwa sababu yeye ni Mungu. Na ndiposa leo ninapokamilisha msururu wa agano zile ambazo Mungu amezitengeneza, leo nataka kuzungumza juu ya the covenant of grace. Nataka kuzungumza juu ya agano ambao ni ya neema, ambao Mungu ameifunua, na ameifunua kwa sababu ya mwana wake Yesu Kristo. Na ndiposa nashukuru Bwana ni kwa sababu ni safari. Mungu amepelekana pamoja na watu wake. Mungu anataka kuandamana pamoja na sisi, na ili tuweze kumfahamu. Wakati ambapo tutamjua Mungu, basi mambo mengi yataweza kujitatua yenyewe, na sisi hatutakuwa na hofu, na tutaweza kuendelea mbele na kujua kwamba Mungu anatupenda na anatujali. Na kwa hivyo wewe unayenisikiliza na kualika ili Bwana aweze kuzungumza na sisi na kuzungumza na maisha yetu na kuweza kujua safari ambayo Mungu anatupeleka katika imani yetu, na ni mambo yapi ambayo Mungu amefanya, na ahadi za Mungu ni zipi ambazo amezungumza na sisi. Ni kwa sababu ahadi za Mungu ni za milele na hazivunjiki. Na kwa hivyo ukizishikilia na zile ahadi tukizipeana kwa watoto wetu na wajukuu wetu, basi tutabakia kuwa watu wanaotenda mapenzi ya Mungu, naye Mungu atakuwa rafiki yetu na ataweza kutubariki. Tuombe, tusikie neno la Mungu. Mtakatifu na Mungu wetu, tunyenyekea tena Jumapili ya leo ni kwa sababu ya nafasi hii ambayo umetupa. Umeendelea kuzungumza na maisha yetu kupitia neno lako kuu, na tunashukuru ni kwa sababu neno lako ni hekima yetu ambayo itatuvusha katika hali zote. Umekuwa hivyo na wazazi wetu wa imani waliotutangulia, na hata katika kizazi chetu Mungu haujatuficha siri yako. Asante ni kwa sababu tunakapolipokea neno lako tutakuwa na nguvu mpya na tutaweza kuvuka hali tunaopitia katika dunia wakati huu. Nitumie kama chombo cha dhamana kwa ajili ya ushirika huu, na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Nashukuru Bwana ni kwa sababu ya masomo ambayo tumeyasoma, Zaburi ya 78 1 hadi 10, na ukipata nafasi ukienda nyumbani unaweza soma Zaburi hiyo, kwa sababu inarejelea kazi ya Mungu na mapenzi ya Mungu juu ya uumbaji na juu ya watu wake, na inahimiza ni mambo yapi ambayo tunatakiwa kuyafanya, hasa kwa ajili ya kuelezea hadithi ya nguvu za Mungu juu ya uumbaji wake. Kwa sababu tunapoizungumza hivyo, basi tunawaambia watoto wetu wanapoishikilia, basi itakuwa ni bora hata kwa vizazi vijavyo. Na kwa hivyo ni Zaburi ambayo nairejelea siku ya leo, ni kwa sababu inatufundisha umuhimu wa kunena mausia ya Mungu, umuhimu wa kusema vile ambavyo Mungu amefanya, ili tuweze kujenga imani na tuweze kujua nguvu za Mungu kwamba hazijapungua. Iwe shida iko namna gani, nguvu za Mungu hazijapungua, na yeye amekuwa ni Mungu mwokozi. Yeye amekuwa ni Mungu unayetushindania katika hali zote. Vile vile nitarejelea katika kitabu cha Waebrania ambacho tumesoma, na kitabu hiki ni kizuri sana unapokisoma, ni kwa sababu kinakuelekeza katika nafasi ya kuweza kujua Mungu ameteua kuhani, na ameteua kuhani mkuu akifuatilia vile ambavyo alivyomteua Haruni
ili aweze kutoa dhabihu kwa niaba ya wana wa Israeli, na vilevile akateua wana wake. Na wakati wote wana wa Israeli walipowarejelea hekaluni, Mungu aliweza kuwasikia walipotoa dhabihu zao, na Mungu akaweza kuwabariki, akaweza kuwaponya, akaweza kuwainua kutoka hali moja hadi nyingine. Kwa hivyo kitabu hiki cha Waebrania, unapokuwa pale nyumbani, unapofanya Bible study, kirejelee, kinakuonyesha ukuhani na kazi ambayo Mungu ameifanya katika nafasi hiyo. Na ndiposa siku ya leo nazungumzia juu ya the covenant of grace, ni kwa sababu hili ni agano ambalo limefanyika mara moja na kutosha. Ni kwa sababu tumepata kuhani mkuu, na huyu kuhani jina lake ni Yesu Kristo, na yeye amejitoa kama mwana kondoo, damu yake ili iweze kututosha na kutuosha, na ili sasa hakuna agano nyingine ambalo limezidi hili. Na ndiposa mwandishi wa Ibrania anatuambia kwamba kama agano la kwanza halingekuwa na dosari, basi hakungekuwa na haja nyingine kutengeneza agano la pili. Na hili agano la pili ndipo lililotabiriwa na nabii Yeremia, akasema kwamba wakati unawadia ambapo Mungu atakuja kufanya agano jipya, na wakati ndio huo, wakati ndio sasa. Sisi ndio watu ambao wako katika agano jipya, na kuhani wetu mkuu ambaye ni Yesu Kristo amejitoa kuwa mwana kondoo, na yeye amesema kwamba pale msalabani yote yamekwisha. Nafurahia Bwana ni kwa sababu yeye ametupa manda kama parokia kwamba njooni kwangu nyinyi ambao mmebeba mizigo, nyinyi ambao mmesumbuka na mmelemewa na mambo mazito hapa duniani, nami nitawapumzisha. Hakuna mwingine ambaye ametupa nafasi kama yeye ambayo Yesu Kristo ameipeana, kwamba yeye ndiye tabibu wa kweli, yeye ndiye mchungaji mwema, yeye hakuna mwingine ambaye ni zaidi. Unaporejelea na kusoma juu yake ukiwa pale nyumbani, ningekupa fursa ya kusoma kitabu cha Ufunuo na uweze kujua kwamba hakuna mwingine angeweza kupata nafasi ya kufanya kazi ambayo Yesu Kristo aliifanya. Malaika hawakuweza, hakuna mwingine, lakini Yesu akasema mimi niko tayari, na ndiposa akajitoa. Kwa hivyo we are in the covenant of grace, tuko katika agano la neema ya Mungu, na hii neema imefunuliwa, na kwa sababu imefunuliwa ni wewe uichukue, wewe uipokee, na uweze kupata nafasi ya kumjua Mungu. Ni kwa sababu we have been given a very special opportunity, ambayo ni nafasi iliyo nzuri. Kwa hivyo wapendwa, sisi ambao tumeonja na kujua utamu wa Mungu, tusinyamaze. We have known the goodness of God. Let us not keep quiet. Tuzungumze milimani, tuzungumze manyumbani, na kusema kwamba Mungu ana nguvu juu ya miamba yote. Mungu ana nguvu juu ya magonjwa. Mungu ana nguvu juu ya kila hali. Tusinyamaze. Ingawa ulimwengu umeingia hofu, ingawa kila mtu anaona kwamba yeye hajui aseme nini, let us not keep quiet. Kwa nini? Ni kwa sababu Biblia hii imezungumzia juu ya mataifa, imezungumzia juu ya watu ambao Mungu aliandamana pamoja nao. Ni kwa sababu aliwachagua. Aliwachagua kwa nini? Ili ajidhihirishe yeye ni Mungu aina gani. Lakini walipoingia na kutumbukia katika dhambi, yeye kwa sababu ni Mungu wa rehema akawainua. Na hivyo ndivyo nimeongea mwezi mzima juu ya agano. Nikaanzia na agano la Nuhu, na nikasema kwamba Noahic covenant, Nuhu alionekana mtu ambaye amesimama vizuri, na Mungu akamtumia ili kuweza kudhihirisha yeye Mungu wa aina gani. Na watu walipokubali, basi Mungu akawaokoa. Waliokataa wakaangamia, dunia yote ikaangamia. Na kwa hivyo ni vizuri ujue hivyo, dunia inaweza angamia yote, kwa sababu Biblia inasema hivi, lakini ni wewe ucheze nafasi yako iliyo bora. Amen. Ambia ndugu yako ongeza imani. Kwa sababu hakuna njia nyingine, ni kuongeza imani. Nuhu alipata kejeli, lakini akasema la, nimesikia Mungu, nafuata maagizo yake. Yote waliyasema, na nilizungumzia jambo hilo. Vile vile nikazungumzia juu ya Ibrahimu, nikazungumzia juu ya Abrahamic covenant.
kwamba yeye katikati ya watu na uzao wake alizaliwa katika hali ambayo sisi pia tumezaliwa, lakini alisikia sauti ya Mungu na akamtumainia Mungu hata katika hali watu hawakuona kama inawezekana. Wakamkejeli mke wake, hawatapata mtoto na mambo mengi ambayo tunajua juu ya Ibrahimu, wale ambao ni wa Kristo. Na kwa hivyo Ibrahimu akakaza kamba, akakaza mwendo, akawekwa katika mambo makubwa, hata kutoa mtoto wake uba pekee kama kafara. Hakukataa, lakini Mungu alizidi kujidhihirisha, na niposa leo tunaposema ni Jehova Jire. Sio hivyo tu bure, Bwana kusifiwa. Ni kwa sababu yeye alijikuta katika hali ambayo ni ya ukuta, hajui aende mbele aende nyuma, lakini Mungu akasema yeye afurahishi na sadaka za mwanadamu, na ndiposa pahali pale akasema Jehova Jire, ni kwa sababu Mungu alipeana suluhisho. Kwa hivyo hata wewe usiogope, there is a solution. Tell your neighbor kuna suluhisho. Usiogope kwa sababu ya shida ambayo tuko nazo. Kwa hivyo nikazungumzia jambo hilo na ni pana, na ningetaka Bwana pia aweze kukusaidia. Na niposa pia nikazungumzia juu ya kazi ambayo Musa aliifanya, na ndio tunaita Mosaic Covenant. Na Musa aliyoifanya kazi hiyo, alidhihirisha Mungu ni Mungu aina gani na ahadi zake. Na tulipozungumza jambo hilo nikataja juu ya amri 10 za Mungu, the Decalogue, amri 10 za Mungu, na lazima tuzifuate. Wakati huu ni wakati mgumu sana. Nashukuru Bwana kwa sababu ataendelea kuinua vizazi ambao watakuwa ni watu wa kuongea ukweli, watu ambao watakuwa ni wenye haki, watu ambao hawauani ovyo ovyo kama vile tunavyosikia, watu ambao watakataa dhambi za usherati, watu ambao watamkubali Mungu kama kiongozi wao. Kwa sababu tunapoendelea kufanya mambo hayo na kusema sisi ni wa Kristo na kusema kwamba Mungu yuko upande wetu, Mungu hawezi. Anasema yeye hawezi ingia katika kikundi cha aina hiyo. Ni lazima sisi tuwe watu ambao ni wa kumtii Mungu. Na tunaona kwamba wana wa Israeli walimkasirisha Mungu. Mungu anasema usiwe na sanamu nyingine, usimwabudu Mungu mwingine, na hiyo ni Mosaic Covenant. Na tukaona kwamba walijikuta katika hali ngumu. Na hata sisi kizazi cha leo tusipotii zile amri 10 na tusema kwamba hizo ni za wale sio zetu, basi tutazidi kunaswa na mambo hayo na tutajikuta hali ngumu. Na kwa hivyo ni vizuri tuelewe Mungu amepitia njia hiyo na wazazi wetu wa imani, na hata sisi turejelee neno hilo. Na sio tu peke yetu, leo nazungumza, tuwaambie watoto wetu, nao watoto wetu waambie watoto wao, ili wajue Mungu ni Mungu aina gani na vile Mungu anavyo hata sasa penda tufanye. Na nikazungumza juu ya Davidic Covenant, na nikasema kwamba alichaguliwa kutoka kijana aliyekuwa akichunga kondoo, lakini Daudi yeye akajitayarisha kumsikia Mungu na akajenga imani. Na tunaona Daudi akimpigana na Goliathi, na anamwambia siji tu kwa sababu nina upanga, lakini inakuja katika jina la Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Akarejelea, na ndipo Zaburi ya leo 78 nasema kwamba tuzijue hadithi za wazazi wetu. Bwana apewe sifa. Let us know the stories of our ancestors. Let us know where we have come from. Tujue historia ya kanisa, tujue historia ya Ukristo. Tukiweza kujua hivyo, basi hatutakuwa na uoga. Tutasimama na tutajua kwamba pale Golgotha kazi yote iliisha. Amen. Hatutakuwa na uoga tena, lakini tutasimama vizuri na kuyazungumza mambo haya na kusema kwamba Mungu wetu hajabadilika. Yule Mungu aliyetengeneza barabara katika bahari, njia ikafunguka, na yule Mungu ambaye askari wote, jeshi lote la Farao liliangamia, huyo ndiye Mungu, hajabadilika. Yeye ndiye Mungu juu ya hali zote. Mambo haya tuyarejelee na tuyazungumze na tuweke sauti ili watu waweze kusikia. Na kushukuru kwa sababu leo naweka sauti, dunia yote iweze kusikia. Huyo Mungu hajabadilika. Njia zake ni wazi
amesema yeye ana makusudi gani na sisi, na leo tutapata rehema zake ni kwa sababu ni Mungu mwema. Kwa hivyo ninapozungumzia mambo matano ambayo leo nataka kuyarejelea, nataka kwanza kuanzia na Injili ya Yohana. Yohana 3:16 inasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili yote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. That is an assurance. My brother, my sister, wewe ambao umelala katika kitanda cha hospitali, it should not be worried, kwa sababu Yesu Kristo amefanya kazi ya kutosha. Kwa hivyo kugonjeka na hata kuondoka dunia hii sio mwisho. Amen. Usiwe na shida, kwa sababu wakati mwingine shetani analeta uoga, lakini Yesu amekuja ili tusipotee, bali tuwe na uzima wa nini? Wa milele. Na hilo ni jambo la kukushikilia wakati ambapo unajikuta katika hali hiyo. Unasema kwamba mimi ninajua ninaenda wapi, mimi najua nitaishi, nifanye mapenzi ya Mungu. Mungu akitaka kazi yangu imeisha, imefanya nini? Imeisha. Kwa hivyo ukiwa katika hali hiyo, utapona, utaendelea kumsifu Mungu, na wengi wamefanya hivyo. Kwa hivyo ni vizuri kujua kwamba we are not under condemnation, kwa sababu wakati mwingine tunaweza sema kwamba corona ni kwa sababu shida nini. We are not under condemnation, kwa sababu Yesu alilipa deni. Amen. Ambia jirani, deni yako imelipwa. Kwa sababu the covenant of grace ni kwamba hatuhukumiwi tena. We are not suffering because of our ancestors. No. Kwa sababu hii agano ambalo ni la neema, Yesu ameweka uwanja tambarare. Kwa hivyo ni wewe utainuka na kuchukua hiyo ahadi na kusema mimi sihukumiwi. Ndiyo, dunia inaangamia kwa sababu ya dhambi, lakini sio kwa sababu sisi sote tumehukumiwa. Usijiweke kikapu. Ni kwa sababu yule ambaye anamkataa Yesu Kristo, yule ambaye anaendelea kufanya dhambi, yule ni wa kuhukumiwa. Kwa hivyo hatuko under a blanket condemnation, kwa sababu wakati mwingine unasema kwamba dunia inaangamia na kwa hivyo sisi zote tunaangamia. Ukisema hivyo, mimi siko pale. Bwana apewe sifa. Mimi najua niko neema ya Mungu, na kwa hivyo kila mtu atahukumiwa kulingana na makosa yake. Kwa hivyo ndiposa Injili, the entire gospel, na ndio the covenant of grace, inazungumzia juu ya Injili. Endelea katika Injili ya Yohana, endelea katika Injili ya Luka, endelea katika Injili ya Mark, endelea katika Injili ya Mathayo. Yesu anapeana mwaliko, na ndiposa Nikodemo akaenda kwake Yesu usiku, akamuuliza, hata mimi niko na nafasi katika ufalme? Laweza kuwa unatazama unauliza, am I also a candidate? Yes. Haijalishi umelelewa katika dini gani, haijalishi wewe ni mfuasi wa nani, lakini pia una nafasi. Ikiwa Nikodemo alikuwa na nafasi, aliambiwa, ndugu, na nafasi ni lazima uzaliwe mara ya pili. Ndiyo, una nafasi hata unayenisikiliza. Kwa hivyo ni vizuri kujua gharama imelipwa na Yesu Kristo, na hiyo ndio Injili, na hiyo ndio ambao tunajua kwamba kwa ajili ya Yesu Kristo, damu iliyomwagika msalabani, we have a new life. Kwa hivyo yeyote yule katika sehemu yote ya dunia, you have a new life. Let us not be scared, but people will continue to suffer the consequences, kwa sababu hilo ni jambo ambalo halijabadilika. Lakini the covenant of grace inasema wewe ukichukua hatua uende kwake Yesu Kristo, you are welcome, you are invited, and then you become a new creation. Mambo ya zamani yamepita, unakuwa kiumbe kipya. Yes, that is your opportunity. Wewe unayenisikiliza, that is your opportunity. Ingia katika kikundi, acha kuingia katika familia yako na kusema sisi kina nani. Hapana, it is a personal responsibility, it is a personal relationship. Ndiposa tunaomba Mungu Baba yangu, my Father who art in heaven. Kwa hivyo ni baba yangu, it is a personal relationship with God. Kwa hivyo ni wewe ukubali neema hii ambayo imefunuliwa kwa ajili yako. Kama unanisikiliza, sema neema hii, just
touch on yourself. Neema hii imefunuliwa kwa ajili yangu. Usizungumze kwa watu wengine. It is not because of your husband, it is not because of your children, it is you. Na ndiposa Yeremia akasema kwamba agano hili jipya litaandikwa katika kila roho ya mtu. Itaandikwa kwa wazazi, itaandikwa kwa watoto, na hakuna atakayekuwa akifundisha mwingine. So you see, it becomes very personal. Na kwa hivyo ni vizuri wewe usimame, mimi nikisimama na wewe usimame, basi kanisa lisimame. Mungu wetu atafurahi na kusema kwamba watu ambao wameitwa katika jina langu, ninakuja na kuwa Mungu wao. And the presence of God, when it comes, it will remove all the calamities. Bwana apewe sifa. Now that is my prayer, that the world will rise up. I and you tukisimama, Mungu atakuja katika wateule wake, na hilo ni jambo la maana sana. Ndiposa nataka kusema juu ya upendo wa Mungu. My point number 2, kwamba upendo wa Mungu ni upendo ambao umefunuliwa na ni upendo mpana na hauchagui. Na huu upendo wa Mungu ndio Yeremia anasema kwamba Mungu alimwambia Yeremia kwamba hata kabla hujazaliwa nilikujua. Hata kabla ya kuingia katika tumbo ya mama yako nilikujua. Na hata mpango niliokuwa nao ulikuwa ni mpango mzuri. Na kwa hivyo usiogope. My sister, my brother, God knew you before even you are born. Kwa hivyo usije ukaanza kujipanga na corona. Usije ukaanza kujipanga na taaluma zako. Usije ukaanza kujipanga na majina yako. La, Mungu alikujua. Na kwa hivyo ni lazima uletelee kwake Mungu, mwambie Mungu, let your plan abide in my life. May you God abide in my life. Mimi ninataka kuongozwa na wewe, na ili niweze kupata nafasi ambayo umeiweka. Kwa hivyo ni vizuri tuzungumze juu ya jambo hili. Tuzungumzie watoto wetu, tuambie, ndio mimi ni baba yako, nimekuzaa, lakini Mungu ana mpango mzuri juu yako. Tuzungumzie juu ya mataifa, tuambie, ndio sisi ndio wanasiasa, sisi ndio wafalme, lakini Mungu ana mpango mzuri kwa nchi zao. Na ndiposa hata ukizungumza, ukiangalia katika Davidic Covenant, Mungu alisema, nilikuchagua ukawa mfalme ili umiliki rasilimali yangu. But you don't take advantage of my people. Ndio akamtuma Nathan akamwambia, nenda mwambie Daudi amefanya makosa. Ni kwa sababu alimuua Uria, akachukua mke wake. Na Daudi alikuwa anadhania ana mamlaka juu ya rasilimali ya Mungu. Watu wanadhania wana mamlaka juu ya rasilimali ya Mungu. Na watu wanadhania wanaweza fanya chochote kile wanaweza fanya. Watu wengine wanajipiga vifua, wanasema, I can finish you, I have authority over you. No, hauna. Ikiwa Daudi aliyekuwa rafiki ya Mungu aliambiwa, no, you don't have, you have killed. Na kwa hivyo upanga hautatoka katika jamii yako. Watu wengi wameingia katika hiyo shida kwa sababu upanga uko katika nyumba zao. Ni kwa sababu wanaingia katika kutenda dhambi, and it has consequences. Kwa hivyo wakati mwingine tunaangamia kwa sababu ya wafalme wetu. Wana wa Israeli waliangamia kwa sababu ya Daudi. Kwa hivyo nataka kusema kwamba it is us to respond. Mtu akikupenda, you respond na utii. Kwa hivyo Mungu ametupenda, ametufunulia upendo wake kwa ajili ya Yesu Kristo. Na niposa Yesu Kristo anafundisha juu ya Msamaria mwema. Nasema nifanye nini? Mimi nimejua sheria zote, utaniambia mchungaji umetufundisha juu ya Noahic Covenant, Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, zote tumezishika na hata amri 10 tumezishika. Sisi tumekubalika. Ndio. Ni nini ambacho kimebakia? Na ngine akamwambia, mpende jirani yako kama unapofanya nini? Unavyojipenda. Na the good Samaritan story will tell you, it is because it's not your brother. It's not because he is your cousin. Si kwa sababu ni wa kabila lenu, lakini jidhihirishe kwamba upendo wa Mungu uko ndani yako. Ndiposa Msamaria alipoenda pale, huyo alikuwa ni Myahudi, amepigwa na wakora, na watu wakao wakampita. Wale ambao walikuwa wanapewa nafasi ya kuwalinda hawakumshughulikia. Akaja akaona huruma. It is you to wear the shoes of our Lord Jesus Christ.
God is love, we must practice the same, irrespective of where we are, irrespective of our positions, so that God can come and dine with us. Na tukifanya hivyo, Bwana atatubariki na atatusaidia. Niposo naniuliza, labda mchungaji, sasa nifanye nini? Lakini ni vizuri ukisharejelea maisha yako na kuona kuna mambo ambayo yako dosari, Mungu anasema yeye ni mwingi wa rehema, tubu na atakusamehe. So katika agano hili na Yesu Kristo tumepata nafasi ya kusamehewa dhambi zetu. Amen. The covenant of forgiveness. Tumepewa nafasi hiyo. Haijalishi, kwa sababu Yesu Kristo anasema ndio, huyu mama amepatwa akifanya dhambi, na labda alikuwa anajiuliza, na yule ambao alikuwa akifanya dhambi na yeye yuko wapi? Basi Yesu akasema, kama wewe hujafanya dhambi, kuwa wa kwanza kumpiga na mawe. Wote wakaondoka wakamwacha huyo mama, na Yesu akamuuliza, hakuna anayekuhukumu? Na huyo mama akasema hakuna. Basi Yesu akamwambia, enda usifanye nini? Usifanye dhambi tena. That is an opportunity that the world was grappling with. Now we have it. It is yours for the asking. Receive it in Jesus' name. Go before God in whatever issues that you have under God, in whatever tribal issues, in whatever generational issues. Go before God. Mwambie Mungu, mimi nimekuja kwako, nimetenda dhambi, nahitaji rehema zako. This is the covenant of forgiveness. Na wewe utabadilishwa, utapokea msamaha wa Mungu, utawekwa huru. Na ukishawekwa huru, hiyo ndio umepata wokovu. Na hakuna njia nyingine, ni kuwa na imani ndani ya Yesu Kristo. Na utavuka mipaka yote katika jina la Yesu Kristo. Utakanyaga mipande zote katika jina la Yesu Kristo. Watu watasema wewe utalogwa, utasema mimi sitalogwa kwa sababu nina Yesu Kristo. Watu watasema mambo mengi, naambia hiyo sisikii, kwa sababu niko na Yesu Kristo. Kwa tuna imani ndani ya Yesu Kristo, kwa sababu nasema kwamba hata nikifa nitafufuka. Even if I die, I will resurrect. Kwa nini tena uwe na uoga? Kwa nini wewe uko hospitalini uwe na uoga? Just declare, hata nikifa nitafanya nini? Kwa sababu Yesu Kristo alifufuka. Pilato alitumana askari wawe pale katika kaburini na walinde, kwa sababu makuhani walisema atakuja kuiba mwili wake na kudanganyana, lakini hawakuzuia. Na wanafunzi wake wakamwambia, tukutane Galilaya, kwa sababu napeana the new way out. This is the new covenant. No one can be able to deny you the grace of God. Kwa hivyo ni vizuri usigadamizwe tena, usigadamishwe na nguvu ya giza, usigadamishwe na filosofia na mambo mengine. Sisi tumepokea ufufuo wa Yesu Kristo, na kwa hivyo kama agano la kale lilikuwa limekamilika, hatungepata agano jipya. Na sasa ndipo Bwana anataka tuelewe hili agano jipya, it is complete, it is final. Ni wewe tu ipokee, na ili uweze kupata ahadi za Mungu, ni kwa sababu ahadi za Mungu ni za milele na hazivunjiki. Jambo la ambalo nataka kuzungumzia ni kwamba sisi tumepata nafasi ya kupata Mungu kama mchungaji wetu mwema. Watu wengi wanapenda Zaburi ya 23, the Lord is my shepherd. Lakini Mungu atakuwa mchungaji wako mwema namna gani? Ni lazima na wewe ukubali, lazima ushikamane na yeye ili Mungu awe mchungaji wako, na hakuna lingine. Ni kutii, ni kutii neno la Mungu, ni kutii ahadi zote Mungu ambazo amezungumza, ni kutafuta vile Mungu ameingia katika familia yako, ni kutafuta mambo yote ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yako na kukubali, kwa sababu watu wengi wameondolewa ua la Mungu, na ndiposa kuna hofu na kuna mambo kama hayo. Na nataka kusema kwamba kilio kitaendelea kuzidi ikiwa Mungu ameondoka. Yoshua ambaye alichukua mamlaka baada ya Musa alikuwa na hali ngumu sana, kwa sababu aliwaongoza wana Israeli waende wakaipokea nchi ya ahadi ambayo ni nchi ya Kanani. Kwa hivyo ukirudi nyumbani unaweza soma Yoshua, hebu soma 7, utaona vile walipigwa
na jeshi ambalo halikuwa na nguvu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Mungu aliwapea ushindi mkubwa na akawaambia rasilimali hizo zote katika Yeriko ni za kuteketezwa. Lakini walipoenda pale, kuna jamaa moja pale akaona kabuti akaona rasilimali nzuri, akajua hizi nitazichukua na sionekani nikaficha. Na wakati ambapo huyu jamaa anaitwa Akan alipofanya hivyo akazifunika, naye Joshua hajui, lakini Mungu anajua, kwa sababu ni Mungu Emmanueli, anaona kila mahali. Basi walipoenda kupigana na Ai ambao walikuwa ni mji mdogo sana, walipigwa na zaidi ya watu 300. Kwa hivyo jambo hili ni jambo ambalo hata sasa liko, ni kwa sababu tunadhania Mungu wetu ni Mungu ambaye hajui, haoni, hasikii, na tumezoea Mungu na tunaendelea kufanya mambo yetu. Kwa hivyo Mungu anaondoka, na akiondoka, mnasikia kwamba watu wanasema corona tu ni homa kama homa nyingine. Kitu kidogo kinawababaisha ulimwengu kwa sababu Mungu ameondoka. Kwa hivyo ni lazima tujiulize, ni kwa nini? Ni kwa nini mambo yanaenda? Kwa sababu Mungu amezungumzia mambo hayo, na ukirejelea utaona kwamba Yoshua anasema hivyo kwamba Mungu aliondoka. Na ndiposa covenant of grace ambao nazungumzia leo, ambao Yesu Kristo amezungumza, amesema kwamba Mathayo 28 kwamba 18 alipokutana na wanafunzi akamwambia, mamlaka yote mbinguni na hapa duniani nimepewa, na kwa hivyo sasa na waamuru mwende katika dunia yote, you declare this covenant of grace, na niko pamoja nanyi hadi mwisho wa nini? Wa dahari. That is a promise of our Lord Jesus Christ. Why are we scared not to declare that? Amen. Bwana atoe sifa. Yes. Unaona mahospitali haturuhusi kwenda kudikirea laiza kwa nuo kisa sineno ambao huwezi fika huko. Makanisani imefungwa because we are being denied an opportunity to declare who Christ is and what he can be able to do. Sasa wewe umebakia hapo kwa nyumbani, you declare about your own environment. Au sema kwamba mimi sitakufa, nitaishi. Ni wewe udeclare kwa sababu Mungu ametuambia hivyo. Kwa hivyo nataka kumalizia na kusema kwamba how to avoid makosa ambao wazazi wetu waliyafanya, na hivyo ndipo tulipoanzia pale Zaburi ya 78. How to avoid the past mistakes, kwa sababu makosa hayo tunaenda tukiyarudia, kizazi hiki kinarudia, kizazi hiki kinarudia, na tutaweza kujizuia namna gani? Ni vile ambavyo Paulo anazungumza na kanisa katika Wakorintho wa kwanza 10. Ukisoma ukiwa pale nyumbani na unanisikiliza, Paulo anatusihi na anatuambia kwamba Mungu wetu hajabadilika. Tukirudia makosa ambao wazazi wetu waliyafanya, ataondoka na sisi tutakuwa na shida. Kwa hivyo ni jinsi gani ambavyo tunatakiwa kujua? Ni kulichukua neno la Mungu na kupokezana. It is to hold the word of God and give it. Unachukua neno la Mungu unalipokeza. Kwa hivyo wakati huu, na hiyo ndio nafasi pia nachukua, na nashukuru wewe ambao umenisikiliza, na wewe ambao tumekuwa na katika msururu huu wa kuweza kutazama agano za Mungu. I'm passing the baton, na kushikisha wewe nafasi hii ili Mungu awe Mungu wako, na ili pia ushikishe watoto wako, na wewe ushikishe jirani, umwambie it will be well. Mimi nikisimama vizuri, wewe ukisimama vizuri, it will be well. Lakini kutakuwa na hasara kubwa sana, kwa sababu usipomchukua Mungu na kusema kwamba hautaangalia miungu mingine. Na ningetaka wewe unayenisikiliza, una nafasi pia ya kujiuliza maswali magumu ambayo dunia yote inajiuliza. Ni kwa nini hali ilivyo hivyo? Lakini ni vizuri
uende uangalia kama kuna Akan ambaye ameiba kabuti, amechukua dhahabu na ameficha kwa nyumba yake. Ukikuta kuna Akan, jua Mungu ametoa ua lake, na hata jeshi ambalo halina nguvu litawapiga. Hivyo ndivyo Mungu amesema. Ni lazima uende uangalie ni nani amefanya, na Biblia inazungumza juu ya mambo hayo, kwamba wakati ambapo tunamkataa Mungu, Mungu anatuachilia. Ukirejelea katika maisha yake Yosefu, Mungu alimbariki na akawa na watoto wawili, Manase na Efraim. Na Efraim akabarikiwa na Yakobo, wakati baba aliombea watoto hao wawili. Mkono wa kulia alimwekea Efraim na wa kushoto akamwekea Manase. Na Yosefu hakupendezwa hivyo, lakini akageuza mikono. Lakini Yakobo akasema, mwanangu, najua vile ninavyofanya. Basi Efraim akabarikiwa ili awe kiongozi. Lakini alipokataa kuzifuata amri za Mungu, hiyo nafasi iliondoka, na ndiposa Yuda akachukua nafasi, na ndiposa tunazungumza juu ya Davidic Covenant. Kwa hivyo ni lazima tujue rehema za Mungu ziko na zimefunuliwa, lakini wakati tunakubalia dhambi ingie, basi Mungu anaondoka. Mungu akiondoka, wewe utanimalizia. Mungu akiondoka basi shida zinaingia. Kwa hivyo wapendwa, unayenisikiliza, nataka kukupa shime siku hii ya leo. Tuyazungumze mausia ya Mungu, tuyapee vizazi kwa vizazi, na kuambia kwamba Mungu wetu hajabadilika, ni sisi tunaondoka katika njia zake. Lakini nashukuru that you can make a decision, hata ukiwa nyumbani, hata unayenisikiliza, na kusema kwamba enough is enough, ninaenda kwake Mungu, naye Mungu atakuwa Mungu wangu, nami nitafuata njia zake, nitainuka na kumtukuza. Ni kwa sababu yeye ni Mungu mwema. Nashukuru Bwana ni kwa sababu yeye anatupenda na ametupa nafasi hii. Nataka kumaliza, ningeomba tusimame tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu, sio rahisi kwa wanadamu na kwa katika hekima yetu kukuelewa, lakini umefunua neno lako kwa vizazi na vizazi. Umewainua watumishi wako kulingana na neno hili katika njia tofauti, na wale ambao wamelipokea, Mungu umekuwa Mungu wao na kuwavusha katika kizazi chao. Hata sisi tupokee neno lako na utuvushe katika kizazi chetu. Haijalishi ni maangamizi gani yatakuwa katika ulimwengu, lakini wale ambao wanaokupenda na kufuata neno lako Bwana, utawavusha kutoka hali moja hadi nyingine. Naomba kwa ajili ya wote ambao wananisikiliza, naomba Mungu tumaini lako likawa ndani yao, na mambo ambayo Mungu hakufurahishi kuyaondoa. Na kama ambavyo Yoshua alisema, ni nani amefanya jambo hili ndiposa tukapata maangamizi? Tusaidia hata sisi Bwana kukubali makosa yetu, na kwa sababu ya neema yako Bwana utatusamehe. Bwana utatusamehe na utaweza kushukuru na kuinua jina lako. Ni kwa sababu tumepokea huo msamaha na hatuna hofu tena, ni kwa sababu tuna ahadi ya uzima wa milele. Na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Enendeni katika amani. Amani ya Mungu ipitao akili zote na ufahamu wote iweze kuwa juu yenu, kuwalinda na kuwahifadhi, ili amani hiyo iweze kuwaepusha katika hali ngumu tunaopitia katika ulimwengu wa sasa. Nazo baraka za Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ziwe pamoja nanyi mnapobariki siku ya leo, safari zenu za kwenda na kurudi, katika biashara zenu, katika shughuli zenu za familia na katika jamii, ili nanyi mweze kufanya maamuzi ya kumjua Mungu na kumpenda na kumtumikia sasa na hata milele. Amen. Bwana wabariki, Bwana watende mema, Bwana wainue, na Bwana azidi kuwavusha katika na kuwapa furaha. Jumapili ijayo nitarejelea na nitaleta mada kidogo tu ya kuonyesha jinsi ambavyo Mungu anafurahishwa na wakati watu wanatoa toba. Nitazungumzia juu ya Yona
ambavyo mji wa Nineve uliposikia sauti ya Mungu na wakaweza kusimama na kusema kwamba kweli Mungu, tumeacha njia zako, vile Mungu alivyofanya. Dunia yote ikisikia neno hilo na likubali, Mungu rehema zake bado zimekudumu. Bwana atubariki tunapoendelea katika Jumapili ya leo na hata na kuendelea zaidi. Tusipoteze tumaini. Wewe uko nyumbani, shikilia. Wewe uko hospitalini, niite jina la Yesu Kristo. Wewe uko katika hali yote ile, jua kwamba Mungu yuko upande wako na yeye ni mshindi na atakushindania. God bless you. Enjoy your day. May God bless you. Tuingie katika praise and worship tunapoendelea kukamilisha ibada yetu. God bless you.